Yo, kama dawa kama kawa tena ni siku nyingine tena ndani ya Umenyaga TV. So kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, so hakikisha una subscribe ili wakati mwingine uweze kupata taarifa zetu. So pembeni yangu hapa niko na mwamba wanamuita Kibega. So kuna issue ambayo tutaweza kuiongelea siku ya leo. Kubwa zaidi tutazungumzia issue ya Harmonize. Mshikaji amesema kuwa anataka kugombea ubunge Tandaimba. So Makonde mmoja aka Kibega tuko naye hapa, atatupa story. Wewe ni aje? Mimi mwanangu niambie. Fresh harakati zinasemaje? Unyama kama wote, umepoa. Kizazi sana na kuna Niko poa kizazi sana. Sasa hii issue ya Harmonize kusema atagombea ubunge Tandaimba. Wewe kama Makonde wa kutokea pande hizo za Tandaimba, wewe unaizungumziaje mwanangu? Mimi kama mimi labda cha kukizungumza kwake cha kwanza nimtakie kwanza heri juu ya hicho kitu ambacho amekikusudia yeye mwenyewe, kwa sababu ni sehemu ya kutangaza nia. Ametangaza nia, si vibaya. Ukishamwona mtu anatangaza nia, maana yake kuna sehemu anajiamini, anaamini kitu kina uwezekano wa kuwa kikaenda sawa, kikafanikiwa. Point yangu ya kwanza mimi ni kumtakia heri tu kwa hicho kitu ambacho yeye mwenyewe amekikusudia. Kama amekusudia kufanya hicho kitu, basi nimtakie heri ili akifanikishe. Okay. Alichokuwa amekiongea ni ndani ya mwaka huu 2025. Je, kwa upande wako unahisi atapita kwenye hiyo nafasi ya kuwa yeye mbunge, au ndo anatumia upepo tu kwa sababu ni mtu fulani anashtua hivi au? Kwanza niseme kwa ushauri wangu mimi, hata kama hicho kitu yeye ameamua, lakini ni kama amekurupuka. Kwa 10 hii mitano ya Bimkubwa angeachana nayo. Kwa nafasi nyingine angekuja, nikiwa na maana kwamba yeye ni sehemu ya kujifunza kwa sasa kuhusiana na maisha ya siasa. Kwa sababu zipi nazungumza hivyo? Kauli ya kwake yeye mwenyewe alizungumza kwamba ndoto zake katika maisha yake yote ilikuwa ni kucheza mpira. Kwa hiyo siasa haikuwa ndoto yake. Ndoto zake yeye, katika ndoto yake kubwa ni kucheza mpira, kwa maana hata mziki haikuwa ndoto yake. Sasa kuna vitu vinazaliwa. Kama limekuja kuzaliwa hili la siasa, basi angelitengenezea muda wa kuwa nalo, kulitengenezea mazingira, akalielewa vizuri kwa kina. Japo siwezi kuelewa kama analielewa vizuri au vipi, akawa tuzungumzie kama uzoefu, kusudi atakapoamua kuingia basi angeingia moja kwa moja mazima, kwa sababu sio ndoto yake. Ingekuwa ndoto yake, basi asingezungumzia kwamba ndoto yake ilikuwa ni kucheza mpira. Angezungumzia ndoto yangu mimi ni siasa pamoja na mziki, lakini hajawahi kuzungumzia ndoto ya mziki wala hajawahi kuzungumzia ndoto ya siasa. Kwa hiyo ninachoamini ni vitu viwili, kuna ndoto na tamaa. Tamaa ni matamanio, ndoto huwa inabaki vile vile. Kwa hiyo siasa sio ndoto yake, lakini amepata matamanio, yani tamaa. Sasa wakati unaibeba tamaa, lazima utengeneze mazingira mazuri ya kuona tamaa yako inakupa faida, sio kukupunguzia maslahi mengine ya kimaisha. Yani kama unatamani kitu fulani, basi ajua hicho unachokitamani kilete faida, kisilete hasara. Kwa hiyo sehemu ya siasa Harmonize ni sehemu ya matamanio, sio ndoto zake. Ndio maana nikatanguliza neno langu la kwanza kwamba kwa miaka mitano hii, miaka mitano ijayo, hii 10 angetumia sehemu ya kujifunza yeye, sawa? And then miaka inayofuata basi angekuja kwa ajili ya kuomba ridhaa kwa wananchi ili wampe mamlaka ya uwakilishi wa kiubunge kupitia jimbo husika ambalo yeye ameona ni sahihi kwenda kuomba kura ama kuligombea. Okay, kwa mwaka huu nahisi labda Harmonize atatoboa kwenye hiyo nafasi ambayo anaitaka yeye kuwa mbunge wa Tandaimba. Mimi naamini mamlaka husika. Napozungumzia mamlaka kwenye jambo la uwakilishi wa kijimbo yapo kwa wananchi ambao wanakupigia kura wewe na kukuteua, sawa? Lakini hapo pia kuna mamlaka za juu zaidi pia ambazo pia zinatumia kukupendekeza wewe kuwa kama mgombea wa jimbo husika. Kwa hiyo kama yeye ameamua hili, ina maana ameona mamlaka za juu zina nguvu ya kumsukuma au kumpushi. Short and clear kwamba Harmonize aendi kugombea ubunge, anaenda kupewa, kwa sababu sasa hivi atakuwa anapewa. Yani anapewa kwa sababu ukiniambia jimbo ambalo yeye anaenda kugombea Tandaimba ni jimbo ambalo lina wasomi wa aina tofauti. Kuna wanasheria,
sawa, kuna walimu, kuna madaktari, kuna maprofesa hapo Tandahimba. Kwa hiyo yeye kama yeye, kuna watu wanampa nguvu ya kumuonyesha kwamba tukikusimamisha hapa utasimama, atapewa, sio kugombewa. Sidhani kama ana nguvu ya kushindana na watu ambao wapo pale kwa sababu ya siasa. Wana ndoto za siasa, wamesoma siasa, wanakula siasa, maisha yao siasa. Kwa hiyo ni kazi ngumu sana kupambana nao hao watu, ila na uhakika atashinda kwa sababu ya mamlaka husika yenye mamlaka, kwamba sisi ndo tunamweka huyu, tunamsimamisha, then yanakuja mamlaka ya wananchi kukupigia kura na kila kitu kwamba ukawe mwakilishi wao. Ingekuwa ndoto ya kwake, ningesema ana uwezekano, kwa sababu ni ndoto ambayo ameanza kuiota muda mrefu. Lakini Harmonize, siasa sio ndoto yake, siasa ni sehemu ya matamanio. Ndoto zake amezungumza mwenyewe. Ndoto ya Harmonize ilikuwa kucheza mpira, maana yake hata mziki haikuwa ndoto yake. Sasa kuna ndoto na tamaa. Sasa hapo jaribu kuangalia Harmonize yuko upande upi, wa tamaa ya kutamani ubunge au ni ndoto? Ukishapata jibu hapo, utaona ni namna gani mchakato unakuwa mgumu. Lakini ugumu wake uko hapo, na urahisi wake upo kwenye mamlaka husika. Kama mamlaka husika zimempenda, zimemtunuku, basi anaweza akapata jimbo husika ambalo analihitaji. Isitoshe pia kwa tiketi ya chama husika ambacho anaenda kukigombea ni chama kikongwe, chama chenye nidhamu, busara na hekima. Ni chama ambacho kinaangalia taifa la leo, kinaangalia taifa la kesho, nikiwa na maana chama kinaangalia kizazi cha leo, kinaangalia na kizazi kijacho. Kwa hiyo inawezekana wakamtumia Harmonize kama ni kijana wa kutengeneza pia maisha ya kizazi kijacho. Kwa hiyo ninachoweza kukizungumza ni hicho, kwamba sio sehemu ya ndoto, ni sehemu ya matamanio. Na ninapozungumza matamanio, haina maana atafeli. Unaweza ukamtamani mwanamke usimpende really, ukamtamani, ukamchukua na ukamtumia, mwenyewe akawa na ndoto naenda kuolewa, kufanya maisha, kumbe wewe una ndoto naye, una matamanio naye, yakapita. Kwa hiyo unaona ni sehemu ya matamanio, ila kikubwa ni muombe tu kwamba matamanio yake yaende ipasavyo, vile ambavyo yeye amekusudia, basi yaende hivyo hivyo. Yeah. Tukitoka kwenye masuala ya Harmonize kuweza kutaka kugombea ubunge katika jimbo la Tandahimba, pia juzi hapa tumeona kionjo cha nyimbo yake mpya, ambayo nyimbo kwenye cover palikuwa yupo Kajala, alafu pia alikuwepo na ye mwenyewe Harmonize. Hiyo cover ilionyesha kama ni aina ya masanamu, lakini cover hiyo alikuwa ameiposti Harmonize, Enzeni alikuwa ameiposti Kajala. So watu inasemekana wamerudiana. Labda una kipi cha kuongelea mahusiano yao? Mahusiano ya hawa watu leo, labda nirudie tu kwamba nilishazungumzia haya mambo kipindi cha nyuma. Nilisema na leo nasema tena, nilizungumza kwenye vyombo hivi vya habari, nikasema hakuna mwanamke ambaye Harmonize atamchanganya kichwa au ambaye anaendana naye kwa namna yoyote kama Kajala. Nilizungumza kwenye vyombo hivi vya habari, na leo nakuja kuambiwa tena amerudiana na Kajala. Hajarudiana naye, nikiwa na maana Harmonize ni Muislamu kiimani. Kama hujaoa huyo sio mkeo, ni hawala, na Waswahili wanasema hawala hana talaka, ukimtaka unampata. Kwa hiyo Harmonize akuachana na Kajala, wale ni mahawala. Na swala la leo kuwepo, hawajarudiana. Kurudiana ni watu ambao waliachana, wale hawakuachana, wapo na wataendelea kuwepo. Point yangu ndio hiyo. Yeah, nafikiri kwa leo naomba tuishie hapo. So tulikuwa tuko na Mnyamwezi Kibega. Siache kusubscribe, siache kucomment. Shout out.